Usafi wa mazingira huweka mji katika haiba nzuri na ya kuvutia, hasa mji ukiwa unatunzwa na kusafishwa kila siku. Takriban miaka 5 tokea Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kuingia madarakani, anahimiza suala la usafi wa mazingira katika mji. Kwa kipindi kirefu nimekuwa nikisisitiza kwa manispaa zetu na halmashauri za wilaya, la kwanza ni usafi wa miji yetu. Lazima miji yetu iwe safi, lazima tuweze kukusanya taka, lazima tuweke haiba ya miji yetu. Hili ni la msingi kabisa. Jamii imekuwa ikilalamika kwa muda mrefu suala la uchafu wa mazingira katika maeneo mbalimbali ya mji, lakini sasa hali imekuwa tofauti. Hali ya usafi katika mji wetu bado iko kati na kati, haijawa kufikiria ile ya kuridhisha, kutokana na kwamba hatujafikia kupata ile elimu ya ule usafi. Kwa ili upatikane usafi kamili, tuanzie watoto tokea skuli nasari mpaka kufikiria juu, ndio ustaarabu wa usafi utapatikana. Ikiwa serikali itafanya juhudi ya kufanya usafi, lakini raia wanaharibu, kwa hiyo usafi hauwezi kufikiliwa. Mazingira ya usafi kwa hapa Zanzibar hayaridhishi. Yaani watu wengi hawana elimu ya usafi. Kwa mfano kule Stone Town, wakazi sawa tumekuwa ni wengi, lakini hao wakazi ambao tunakaa Stone Town, wengi wetu sisi sio wasafi. Kutokana na mazingira sisi hatuyatunzi. Usafi ni muhimu kwa binadamu, hasa popote pale duniani. Na kwa Zanzibar kidogo alhamdulillah, lakini bado sisi wananchi na pia hatujaelimika kuhusu masuala haya ya usafi, naweza kusema hivyo. Hali ya kimazingira mimi nitasema bado kwa sababu wanajitahidi kusafisha, lakini bado kwanza kwa sababu baadhi ya makaro mengine yanatapika, baadhi ya makaro mengine ndo kama hivi ninavyoyaona. Kauli ya Rais Mwinyi ya kuhimiza suala la usafi wa mji imekuwa ikiwatesa hata viongozi wengine wa serikali, wakiwemo mawaziri na wakuu wa mikoa hapa Zanzibar. Kwa vyovyote vile lazima tuongeze kasi ya usafi, na kwa sababu siku zote imekuwa ni nyimbo ya kuona kwamba usafi bado haujaridhisha mjini. Lakini kama tunavyojua mji ndio kioo cha kila kitu, na hasa ukizingatia sasa hivi tuna miundo mipya inakuja, lazima ifanane na mazingira halisi yaliyopo. Suala la usafi sio suala la manispaa peke yake, lakini pia sio suala la mwananchi moja moja, ni suala la jamii yote kwa ujumla wake. Lazima sote tuwe na yale maono ambayo Mheshimiwa Rais anakuwa anayahubiri, kwa maana usafi ni kila kitu na ni muhimu kwetu sote. Moja ni kuunga mkono haya kwa vitendo, na ndio maana leo hapa waziri yupo, katibu mkuu yupo, naibu katibu mkuu yupo. Lakini mbili, wizara ni kuhakikisha kwa maana inatunga hizo sheria na kanuni, na bahati nzuri zipo, lakini kusimamia mamlaka husika kuzitekeleza. Haiwezekani nchi hii kila mtu akaamua kutupa taka anapopenda. Hatuwezi kuwa na nchi aina hiyo. Alfata TV tulifanya mahojiano na meya wa jiji la Zanzibar ili kujua analisimamiaje swala hili la usafi katika jiji lake. Kiukweli mazingira ya usafi ndani ya Zanzibar bado, na mimi kama meya sijaridhishwa na hali inayoendelea ya usafi katika mji wetu, na ndio maana tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali ili tuweze kufikia malengo ambayo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ameyakusudia. Bado hili ni tatizo, na wenzetu kwa mfano manispaa ya Magharibi kwa namna fulani sasa hivi wanafanya vizuri baada ya kushakupata vifaa na wanaendelea na taratibu, lakini pia kilichowasaidia wanazitumia kwa vizuri kabisa zile sheria zetu za papo kwa papo katika kufikia malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea. Sasa changamoto ipo katika manispaa ya mjini na changamoto pia ipo katika manispaa ya Magharibi. Nao kupitia kikao hichi labda nitoe wito maalum kwamba na wao wajitahidi katika suala la usafi, lakini pia ili wawe tuweze kwenda vizuri, sheria zile za papo kwa papo tuendelee kuzitumia ili na angalau tuweze kufikia pahala ambapo wananchi wataweza kutufahamu, kwa sababu bado wananchi wa Zanzibar wako mbali sana na swala zima la usafi katika mji wetu. Kwa upande wao wakurugenzi wa manispaa hapa Zanzibar wanachukua hatua gani katika suala la usafi? Katika hatua hii Baraza la Manispaa Magharibi tumekuwa tunasimamia ipasavyo usafi wa mazingira. Tunasimamia vipi? Kwanza katika hatua ya usimamizi wa usafi wa mazingira, kama tulivyojuviana mwanzo au tulivyotambulishana hapo mapema, kwamba tumewaambia kwamba wananchi tumewataka na wao washiriki katika kuchangia swala zima la usafi wa mazingira. Lakini jambo nyingine, hatua nyingine ambayo sisi Manispaa Magharibi tumekuwa tunaelimisha wananchi juu ya swala zima la usafi wa mazingira.
lakini pia tunaendelea kuwaadabisha, kuwatia hatiani, kuwaingiza katika makosa na kuwaadabisha wale ambao hawashughuliki na swala zima la usafi wa mazingira, hawafuati miongozo ya Baraza la Manispaa iliyotolewa kwa mujibu wa kanuni na sheria zake. Basi manispaa inawatia nguvuni na kuwatia adabu. Hali ya usafi kwa ujumla kwa Baraza la Manispaa mjini ni ya kuridhisha ukilinganisha na kipindi cha wakati wa nyuma. Nyuma ilikuwa mataka yanazongeana sana, lakini kwa sasa hivi imekuwa kidogo hali inaridhisha. Tunajitahidi kufanya usafi, ingawa kuna changamoto za hapa na pale, ikiwemo kwa sasa inalotukwaza sana ni ujenzi wa miundombinu ya barabara. Mara nyingi na kwa gari zinakuwa hazifiki kule kwenda kuondosha zile taka, lakini pia na upande wa jamii pia nako kuna changamoto vile vile. Dini nayo inazungumziaje suala la usafi wa mazingira kwa mwanadamu? Sheikh Hamis Shabani Hamis kutoka ofisi ya Mufti Mkuu Zanzibar anaeleza. Uislamu kuhusu usafi kwetu sisi ni zaidi ya vile watu wanavyodhania. Usafi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ibada. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametuthibitishia hilo pale alipotuambia kuwa la tuqbalu salatun bighairi tahur. Hata hiyo ibada ya swala haikubaliwi pasina mtu kuwa katika hali ya usafi. Kwa hiyo usafi umetiliwa kipaumbele. Na vile vile kuna habari nyingine imethibiti vile vile katika dini yetu kuwa inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mzuri na hayapendi isipokuwa mambo yalo mazuri. Kwa hiyo kinyume chake uchafu si jambo ambalo kwamba linahimizwa katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo usafi katika Uislamu si usafi tu, bali ni zaidi ya usafi, ni ibada kwetu sisi tunajikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtazamaji, tunashuhudia kuona Zanzibar hivi sasa inapiga hatua kwenye suala la usafi. Mji unasafishwa, taka zinazolewa. Tukumbuke usafi ni jukumu la kila mtu. Hivyo kila mmoja kwa nafasi yake kuendeleza kudumisha usafi na kutunza mji ili Zanzibar ibaki salama na wananchi wake wawe na afya njema. Umukusum Juma, Al-Fatah TV. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.